Naitwa Snat Sanifu Osmani, natokea shule ya msingi Mbemba, nasoma darasa la 7A. Tupate bustani za mboga mboga. Kwa kushirikiana na idara ya elimu tumefanikiwa kufika mpaka ofisi ya Kimasi iliyopo wilayani Masasi mkoani Mtwara. Maana kupitia miti kutakuwa na miti aina mbalimbali, labda utakuwa na miti ya matunda. Katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi na uharibifu wa mazingira, jamii mkoani Mtwara wilayani Masasi wanashuhudia mwangaza mpya wa matumaini kupitia zoezi la upandaji wa miti linaloratibiwa na shirika binafsi Kimasi kupitia mradi wa Asili B unaofadhiliwa na Agroforest kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoani hapo kwa upandaji wa miti takribani 2000 katika shule ya msingi Mbemba, kata ya Chigugu, wilaya ya Masasi. Lengo ni kubadilisha Mtwara kuwa ya kijani. Aidha, kwa upande wao walimu na wanafunzi wa shule hii wameweza kuishukuru shirika la Kimasi pamoja na halmashauri ya wilaya ya Masasi kwa zoezi zima la upandaji wa miti, huku wakieleza kuwa miti hiyo pamoja na matunda inaweza kuwaletea manufaa katika afya zao. Naitwa Abili Imani Rashidi Kalumbo, natokea kwenye kijiji cha Mbemba, nasoma darasa la 7A shule ya msingi Mbemba. Itatupa faida ya kivuli, tutapata matunda na tutapata hewa nzuri, itatujengea afya ya mwili. Naambia ituongezee miti ya matunda au miti ya tupate mbao, bustani nzuri za mboga mboga, tuweze kuimarisha afya zetu. Kwa majina naitwa Shafi Salumu, ninasoma darasa la 7A, natokea katika shule ya msingi Mbemba. Miti inatusaidia, tunajifurahisha sisi wenyewe kwa kupata hewa safi, na ningeomba tupate miti mingine ili tupate mbao na tupate bustani za mboga mboga ili tuweze kupata afya nzuri na tuendelee kuishi vizuri. Naitwa Snat Sanifu Osmani, natokea shule ya msingi Mbemba, nasoma darasa la 7A. Zoezi la kupanda miti tumelipokea vizuri na tunashukuru, na tunasema mtuongezee miti mingine kama machungwa, kwa sababu miti inatusaidia kupata hewa nzuri, matunda, na mtuongezee miti mingine na tupate bustani za mboga mboga ili tupate kubadilisha mboga. Mimi naitwa mwalimu Valentino Chihango Hamisi, mwalimu mkuu shule ya msingi Mbemba. Naishukuru shirika la Kimasi Masasi kwa kushirikiana na idara ya elimu kwa kutuletea mradi wa upandaji wa miti ya mbao na kivuli, pia kutuletea miti ya matunda. Tumepata miche mpapai ya kisasa ambayo itasaidia sana na itachangiza sana kwa watoto wetu kupata lishe nzuri na kukamilisha lishe yao. Lakini si hivyo tu, itapunguza utoro rejareja kwa watoto, manake watakuwa wanapata matunda na vitu vingine ambavyo vitakuwa vinasaidia kuvutia kuja shuleni. Aidha, tunawaomba Kimasi watuletee matunda, miche aina nyingine ya matunda ili tuendelee kufanya mradi wa kuweza kupanda miche kama mchungwa, fenesi. Maeneo ya kutosha tunayo kuweza kupanda hiyo miche. Si hivyo tu, tunahitaji kupanda au kuanzisha bustani ya mboga mboga. Inawezekana kabisa, tupo katika mazingira yanayovutia, karibu na mto, maji yanapatikana, mazingira rafiki kabisa kwa kuweza kuanzisha bustani za mboga mboga. Kwa hiyo tukipata tutafurahi sana na tutashirikiana nao kuweza kupata mboga mboga kwa ajili ya lishe ya watoto wetu. Na Muungwana One TV hatukuishia hapo. Tumefanikiwa kufika mpaka ofisi ya Kimasi iliyopo wilayani Masasi mkoani Mtwara. Kwa upande wake afisa mradi ndugu Grant Chihalo amesema kuwa lengo na dhumuni la zoezi la upandaji wa miti ni kuhamasisha kuhusiana na upandaji wa miti pamoja na kilimo mseto. Moja kwa moja tuende kumsikiliza afisa mradi huyo. Kwa majina naitwa Grant Ernesto Chihalo, natokea shirika la Kimasi linalopatikana Masasi, maeneo ya Jida.
Leo nitakuja kutambulisha mradi wetu ambao unajulikana kwa jina la mradi wa Asili B ambao unafadhiliwa na shirika la VI Agroforest lenye makao makuu yake Swedish. Lakini katika Afrika Mashariki lina ofisi zake ikiwemo maeneo ya Kenya, Uganda na Tanzania. Kwa kupitia mradi wa Asili B ambao unafadhiliwa na VI Agroforest, kimasi ni wanufaika pia wa huo mradi ambao mradi Asili B ni kifupisho cha maneno Agroforest for Sustainable Livelihood and Biodiversity, ambao kwa Kiswahili rahisi tunaweza tukasema kilimo mseto kwa maendeleo endelevu na bioanuwai. Kwa kupitia mradi wetu kuna maeneo makuu matano ambayo watu tunafanya nayo kazi, ikiwemo kuwa na mashirika bora ya wakulima, lakini kilimo endelevu na maisha endelevu, kuna usalama wa chakula na lishe, mambo ya uchechemuzi, mabadiliko ya tabia ya nchi na uhifadhi wa bioanuwai. Bioanuwai wanasema ni viumbe hai, ambapo tunajumlisha viumbe hai vyote ikiwemo mimea pamoja na wanyama. Kwa sasa Tanzania huu mradi wa Asili B umefika maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo ya Dodoma, Singida, Mtwara, Mara pamoja na Manyara. Na lengo lake kubwa ni kuhamasisha kilimo mseto au Kiingereza inaitwa agroforest. Kwa kilimo mseto ni mbinu ya uzalishaji ambapo ndani yake inahusisha uchanganyaji wa miti, mazao, wanyama, wadudu pamoja na samaki katika eneo moja la uzalishaji. Kwa mfano maana yake ukiwa na shamba lako moja unaweza kuchanganya hivyo vitu vyote ambavyo nimekutajia. Kwa nia ya kufanya kilimo mseto kuna sababu nyingi. Kuna sababu za kiuchumi, kuna sababu za kijamii na zingine. Na sababu za kimazingira. Kwa hiyo tutaangalia baadhi ya sababu chache kwa nini tuhamie sasa kwenye kilimo mseto. Kwanza tukianza kwenye upande wa mazingira. Inasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini kutunza vyanzo vya maji. Ikiwemo sababu nyingine tuhamie kwenye kilimo mseto ni hii miti inatusaidia kwenye kufyonza ile hewa ukaa, ikiwemo carbon dioxide, lakini vile miti inazuia mmomonyoko wa udongo. Sababu za kiuchumi, kilimo mseto ni ajira, inaweza kutoa ajira kwa vijana, lakini vile inasaidia kwenye kuongeza kipato cha familia. Kama tulivyosema, maana ukiwa na eneo lako moja ukapanda miti, labda ukasema umepanda miti umeka na wanyama, maana kupitia miti utakuwa na miti ya aina mbalimbali, labda utakuwa na miti ya matunda, miti ya mbao, labda miti ya kurutubisha ardhi. Kwa hiyo kwenye matunda utaweza kupata matunda kwa ajili ya matumizi yako wewe mwenyewe, lakini unaweza ukauza ukaongeza kipato kwenye familia yako. Lakini vile kuna miti ya mbao. Ukienda maeneo kama ya Njombe wanapendelea sana miti ya mbao. Kuna miti kama paini na mingine. Kwa maana yake unapovuna mbao au nguzo unauza na ongeza kipato kwenye kaya yako. Kwa hiyo ni kwenye upande wa jamii kilimo mseto nao inasaidia vitu vichache ikiwemo kuboresha usalama wa chakula na lishe. Tunasema usalama wa chakula na lishe, maana yake usalama ni ile aliyekuwa na uhakika wa kupata chakula. Yaani labda kwa mwaka mzima wewe una uhakika wa kupata chakula. Lakini ndio usalama wa lishe ni kuwa na uwezo wa kupata makundi mbalimbali ya chakula. Sasa mfano kupitia kilimo mseto, maana tunaamini utakuwa umechanganya miti mfano pamoja na wanyama. Maana kwenye wanyama utaweza kupata nyama. Tukiangalia kwenye bango letu hapa tunaonyeshwa makundi 6 ya chakula. Kuna ile kundi vyakula vyenye asili ya wanyama. Maana kupitia kilimo mseto kama utakuwa unafanya ufugaji utaweza kulipata ile kundi moja kwa moja kwa kuwa hivi vitu vinapatikana katika eneo lako moja la uzalishaji. Kwa maana usalama wa chakula na lishe kwa unahakikisha unapata chakula cha kuweza kukutosha familia yako mzima, lakini inapatikana katika makundi mbalimbali ili uweze kupata vile virutubisho vyote muhimu ikiwemo carbohydrate, protini pamoja na wanga. Kwa zoezi la jana la upandaji wa miti katika kijiji cha Chigugu kata ya Mbemba lilikuwa na lengo la kuhamasisha kwanza kilimo mseto na upandaji wa miti. Kilimo mseto kwa nini? Tulichagua ile maeneo ya mashuleni sababu tunaamini kwanza haya makundi ya wanafunzi mara nyingi ni kama huwa hayafikiwi sana na hizo shughuli. Sababu ukiangalia mfano mradi wetu umejikita sana kuelimisha wakulima.
lakini tukaona tukiweza kufikia hizi taasisi, sababu hawa wanafunzi nao ni sehemu ya jamii. Kwa kupitia wao nao tenda kusambaza hiyo elimu kwa watu wengine. Kwa hiyo kwanza ilikuwa ni kuhamasisha upandaji wa miti, lakini vile vile kuhamasisha kilimo mseto. Kwa watu wame kwenye ile nadharia ya zamani, wame kwenye nadharia ya kilimo mseto kutokana na faida ambazo tumeshaziona hapo mwanzo. Kwa hiyo zote lilifanyika maeneo ya shule ya msingi Mbemba, shule ya sekondari Mbemba pamoja na zahanati ya Mbemba, ambapo jumla ya miti 2000 tulipanda, ambapo tulikuwa na miti ya matunda kama mipapai, tulikuwa na miti ya kurutubisha ardhi sababu walituambia wana maeneo ya shamba. Kwa tulikuwa na miti ya aina ya Glicidia sepium ambayo ni mizuri sana kwa ajili ya kurutubisha udongo, ambayo inaongeza sana kiwango cha nitrogen kwenye udongo. Lakini tulikuwa na miti kama Arborea, Gymnea Arborea ambayo yenyewe ni mizuri sana kwenye mbao, unaweza kupanda hata kwenye kuzunguka eneo lako. Lakini tulikuwa na miti ya matunda mingine ambayo ni tope tope ambayo inayo itasaidia kwenye matunda. Mbona nasema zile uwe sasa na mchanganyiko mbalimbali wa hivyo virutubisho sasa. Kwa kwenye matunda pia unaweza kupata vitamini na madini. Ya kwanza tufahamu zana mzima mabadiliko ya tabia ya nchi. Hii ni kitu ambayo inamkumba kila mtu. Yaani mfano mimi napanda miti ili kuepukana na changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hata mwananchi ambaye yeye hajihusishi na upandaji wa miti, vile vile hii hasa inamkuta. Kwa ninachopenda kuasa wananchi ni kwanza kuchukua hii zana ya kilimo mseto ni kama njia nzuri ya uzalishaji. Maana yake kupitia kilimo mseto tumeona faida zake mwanzo. Kwa maana zile faida zote atakuwa mtu anazipata moja kwa moja. Ikiwemo kuongeza uzalishaji, kuongeza kipato na vitu vingine. Lakini vile vile moja ya sifa ya kilimo mseto inaenda kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa maana kama kila mtu ataamua sasa kuhamia kwenye njia ya uzalishaji kwa kutumia kilimo mseto, tutaenda kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi moja kwa moja. Tunaona sasa hivi kuna changamoto kubwa ya mvua. Kwa nini? Moja sababu ni watu wamekata sana miti. Kwa maana yake miti ndio inasaidia sasa kuleta mvua. Maana kama miti imepungua, hata mvua nazo zinakuwa ni changamoto kuzipata. Lakini sasa hivi kumekuwa na changamoto ya ongezeko la joto na hewa ukaa. Kwa maana yake miti ilikuwa inasaidia kunyonya ile hewa ukaa, sababu miti inavuta hewa ya carbon dioxide, lakini yenyewe inatoa hewa ya oxygen. Maana yake tunapokuwa na miti mingi, maana yake tunakuwa na miti mingi ya kuweza kuchukua hiyo hewa ukaa. Maana yake miti inavyozidi kupungua, sasa hewa ukaa inaongezeka, lakini sasa kuichukua inakuwa hiyo miti haipo tena. Kwa hiyo ningependa kuasa jamii kuanza sasa kutumia njia ya uzalishaji wa kilimo mseto ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini kuongeza uzalishaji kwenye maeneo yao. Panapostawi miti, watu ustawi. Na imani tumefanikiwa kuzungumza vizuri kabisa na mmefanikiwa kupata elimu juu ya zoezi zima la upandaji wa miti kutoka kwa afisa mradi. Ulikuwa nami mtangazaji wako Enaheri Malilo. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Instagram Muungwana 1TV, TikTok Muungwana 1TV, Facebook Muungwana 1TV pamoja na YouTube Muungwana 1TV. Muungwana 1TV, ulimwengu wa habari.